Tunaweza kaa. Sijui Sunday school mko na mpango gani? Aya, Sunday school afadhali kwa darasa lenu. Wapigieni makofi mazuri watoto wanapoenda kusoma. Wengine karibieni huku. Karibieni hapa mbele tafadhali, wale wako kule nyuma at least tunaweza ona sura zenu. Karibieni hapa hivi. Wale wako mbali nyuma. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ya leo. Tulikuwa tushatangaza mhubiri wa siku ya leo na ujumbe pia wa siku ya leo. Kwa nini tusimpokelee kwa makofi anapokuja? Karibu sana mchungaji Paul Kim. Kwa majina kwa wale wanaweza kuwa wageni kwa nyumba hii, naitwa Pastor Paul Kim, mtumishi wa Mungu aliye hai. Ninayo furaha siku ya leo kuwa pamoja nanyi kushiriki neno kama vile mlivyoona kwenye simu na ujumbe mkauona. Yale ndio mambo ambayo ningelipenda tuweze kushiriki kwa pamoja, na ninaamini ya kwamba tutakapotii, Mungu ana budi ya kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ni the command to forgive. Command to forgive. Bwana Yesu apewe sifa. Tuamini na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, wewe uketie juu mbinguni, mahali pako pasiri pameinuliwa juu zaidi. Pokea sifa, utukufu na heshima. Ni nafasi nyingine iliyo nzuri na ya muhimu kwamba umetukusanya katika nyumba hii ya maombi. Nyumba hii itabishwa na jina lako. Tumekusifu, tumekuabudu. Roho Mtakatifu ametujalia neema ya kufanya hayo yote, na sasa hivi tunatulia ili tukaweze kukula toka mezani mwako. Ombi langu kama mtumishi wako ni kwamba ukawafungue wasikilizaji wa neno hili masikio ya kiroho, ili wakaweza kusikia kila neno kama ilivyotoka kinywani mwako. Ninakushukuru kwa yote. Mimi ni mtumishi wako, chombo chako cha kutumiwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kazi yako. Naomba neema yako na initosha. Naomba kibali, naomba usemi, na ni katika jina kuu la mwanao Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Na kanisa liseme amen. Natangulia kusema nguvu za dhambi ni sheria. Nguvu za dhambi ni sheria. Kusingelikuwa na sheria, hamuna kumbukumbu za dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi ambao Mungu alitupeana kwa mwana, ili mwana apate kutuokoa, ndiposa aweze kukamilisha mapenzi ya babake aliyomtuma duniani, tunafanyika kuwa kielelezo. Tunafanyika kuwa watenda neno la Mungu, kwa sababu sisi ambao neno la Mungu limetufikia na tukampokea Yesu Kristo kwa imani, tumefanyika kuwa kanisa. Tumefanyika kuwa kiungo cha mwili wa Yesu Kristo, kwa sababu yeye alikuja kutuunganisha na Mungu Muumba. Maana kwa sababu ya dhambi ya watangulizi wa kwanza ilitufarakanisha na Mungu, ikatutenganisha na Mungu, it caused separation. Lakini kwa sababu ya huruma, rehema, kindness, Mungu akaona ni vyema
amuokoe mwanadamu, amrudishe tena katika yale mahusiano yake ya kwanza na mwanadamu. Thank you. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana sasa tumefanyika kuwa nuru, na kila chote ambacho Mungu alichokinena sisi ndio tunabeba, ili ulimwengu ukaone ukweli wa Mungu, ulimwengu upate kuona mapenzi ya Mungu. So we should be the doers of the word. I thank God, mtangulizi wa kwanza alizungumzia kuhusu neno la Mungu, Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunafaa kuwa kielelezo cha kile ambacho kimeandikwa ndani ya Biblia, kwa sababu sisi ndio Roho Mtakatifu wa Mungu ametupa ufunuo wa kile kiko ndani ya Biblia. Ukisoma maneno mengi ya Yesu aliyoongea, alitumia mavumbo, na bila kuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ili kufunulie, kupe ufunuo wa lile fumbo, utasoma Biblia kama storybook. Na kwa sababu sisi ndio nuru ya nchi, nuru ya dunia. In fact, the church is in the world, but not a part of the world. The church is marching to its destination. Lakini sasa kuokoka sio kubadilishwa maumbile ya nchi, ati njicho liwekwe nyuma. Unabadilishwa yule mtu wa ndani, na yule mtu wa ndani ndio anawajibika kuwa mtenda neno. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Paulo akasema wakati mmoja, kama ingelikuwa ni uweza, tungejengewa kasehemu yetu ambaye tunakaa pale, hatutakumbana na mabaya. Lakini sasa tunakaa miongoni mwa wenzetu ambao ni adui kwa upande mwingine, kwa sababu kuna roho yule anayewatumia. Hakuna njia yote ile utaepukana na mambo ya ulimwengu, kwa sababu yapo, they are the part of the world. The challenges are there and they will be always there. Lakini we overcome them by believing the word of God and being the doer of the word. Bwana Yesu apewe sifa. Somo la siku ya leo nimelitoa katika kitabu cha Mathayo 18 kuanzia mstari wa 21. Nitaenda kwa utaratibu ili ndiposa tukaweze kuelewa the meaning ya the command to forgive. Why is it made a command? And it is a command to us Christians, because we are the people carrying the truth and the light of God. We are the people whom Christ the Son, God the Father, the Holy Spirit live in us. Sasa tunapotembea sisi ni mwangaza, na tunatembea na kila neno ambalo Mungu alilisema ili lipate kuonekana nje na wengine. Kama ni kusamehe, we should be the people who are merciful and kind. Yes. We should be the people asking ourselves before ukitendewa jambo, kabla haujarespond au kabla haujaretaliate, yes, jiulize, na je, ingelikuwa ni mimi ningetaka nifanyiwaje? Ningefanyaje? Yes. Kuna kitu mimi nimejifundisha na ilinipata kwa sababu ya kuwa rafiki wa neno na kutaka kutenda
kufuatilia sana nijifinyilie nione kweli hiki kilichosemwa nikitenda si nitafaidika kwani. Nikajifundisha kukimbia kuambia moyo wangu fulani hata kama amenikosea nimemsamehe. Hata nikisikia maneno yanaongelewa nyuma yangu ambaye sipo na sijui, ninakimbia kusema walioninenea, walioniongea nimewasamehe. Na ninakuwa sina wakati wa kwenda kuuliza mlikuwa mnasema nini, kwa sababu sasa nitakuwa nimeenda kuchochea furugu. Yes. Tuanze kuitana mashahidi. Ni kwa nini nikajifundisha hayo? Kwa sababu ya kuona matukio ya watu wengine. Unaona huyu ni Mkristo, ni mama ameokoka, lakini anapokosewa retaliation yake ni mbaya mno. Atafika kiwango cha kusema hata ninaweza weka wokovu chini kwanza tukamatana. Sasa nikawa najiuliza, je, huyu mama na niko ploti tu. Sasa hii vita yote wokovu kuweka chini, wokovu inakuwa jacket. Ni kabuti. Hatutaweka chini umaweza kupigana ndio urudi tena uvae. Nikaambia Mungu, no, teach me a different way. Amen. Of responding to my opponents. Yes. Because where there is oppression, there is oppressor. Yes. Na kwa sababu hii nyumba unakaa iko mtu ni mbugiaji wa pombe, pande hii nyingine naye ni mfuta bangi, ukienda pande ile nyingine mwingine na biashara zake ni mwizi. Hao watu wote wewe ndio taa yao. Amen. Mnapokutana na wao asubuhi, kile kinachozidi kwako ndani mwako iwe ni upendo. Oh, yes. Forgiveness inaambatana na upendo. Yes. For you cannot forgive if you doesn't love. Yes. Yule mlevi ataweza kuja afanye jambo baya tu, lakini unapoamka na uulize nani alifanya hivi, akwambie mimi nilifanya, utadu. Mwambie samahani, hata siku anajua ni wewe, lakini haina neno, nitarekebisha. Bwana anakupenda, Yesu anakupenda. Amen. Hata akiongezea njia kusema hata wewe akupende, ndio aishanipenda ndio nikakwambia nakupenda. Yaani you see, una retaliate to the action in a polite manner, in a merciful way, kwa sababu yule mtu maneno yatakayotoka kwa kinywa chako ikiwa sio maneno yako na neema, na utakimbilia kumwambia nimekusamehe hata kama umenikosea, nimekusamehe, utaweza kuongea maneno mabaya na neno la Mungu, na uweze rudi kumwambia Mungu anakupenda, Mungu ni Yesu ni Mwokozi, na ila hali kwanza umetangulia kumwambia mabaya. Lakini utakapomjibu kwa upole na kumsamea kwanza, ataenda akijiuliza, na huyu mtu mbona ni mpole hivi? Mama mbona ni mpole hivi? Yaani nimefanya, unajua ile itakuwa ni prepared bomb ya shetani. Wewe hauna mbaya na mtu, lakini shetani yako na wivu nawe, kwa sababu wewe yeye ndio mko na vita na yeye, atasababisha yule akuje afanye kitendo ndio upimwe. You know, our faith, it's being tried in many ways and in many times. Imani, yes, inajaribiwa kwa mara nyingi na kwa mambo mengi. Sasa ile itakuwa wewe, kwa sababu umejitangaza kwamba pale wewe ni mwokovu, shetani atataka kukuonyesha, kuchallenge, akuonyesha wewe sio mwokovu, acha uone. Mtoto atakuja ataharibu mlango wako, uonekane vile utarespond. Sasa wakati utakapogundua hayo, unasema Mungu aliyefanya haya msamehe. Msamehe. Hata kama ni mtoto aliyetumwa tu, samehe mama yake, samehe wazazi wake. Kwa sababu
nataka niwafikie na neno. Nataka wasome kutoka kwangu, waone kweli maisha ya kiungu na maisha ya kidunia ina utofauti gani. Bwana Yesu apewe sifa. Katika haya maandiko kuna mambo mengi ambayo yako ndani, kwa sababu inatangulia na Petero kumuuliza Yesu swali. Na forgiveness has no limitation. Msamaha hauna kiwango, ati kwamba nitasamea mara moja mara mbili. Usichoke. Be filled with I forgive you, I forgive you, I forgive you, I forgive you. Mengine wachia Mungu. Yeye ametupa tu kusema ninakusamea. Yale mwenzako amekufanyia, yeye ndiye atamshughulikia. Kwa sababu hata utakapomsamea umerudisha ubaya kwa wema. Sasa Mungu naye atamwekelea yule mtesi wako moto wa aibu kwa kichwa chake. Ni nani anaweza kuwekelewa makaa ya moto kwa kichwa chake? Atachomeka na ile aibu. Na sasa hiyo ndio itaanza kumvuta, kumuleta karibu kutoka kwako. Yaani kumuleta kwako, ndiposa uweze kumfikia na neno. Kwa sababu matendo ya Mkristo yanafaa kuhubiri kilicho ndani mwake, ambaye ni neno la Mungu. Hivyo Petero akamfikia Yesu, kisha Petero akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi, nami nimsamehe hata mara 7? Unaona, Petero anauliza swali kama vile unaweza uliza bishop swali, au uulize swali uulize mwingine. Sasa Petero ametaka kujua ndugu yake akimkosea amsamehe mara 7. Yesu akamjibu akamwambia, sikwambii hata mara 7, mbali hata 7, hata mara 70. Samahani, sikwambii hata mara 7, mbali hata 7 mara 70. 70 times 7. That is infinity. Akukose saa hii umsamehe, akukose kesho umsamehe, akukose kesho kutwa umsamehe, jawa na kumsamehe. Hakuna siku utamwambia leo nimechoka na tutakabana kwa leo, ni mpaka tuchapane. Umenizoea, umenizoea, yomengerete muno, leo tutashikana. Hallelujah. There is no room for that. In your heart there is no room for that. But there is room ya kumwambia nimekusamea. Ndugu umefanya hii, nimekusamea, enda salama. Ndugu umefanya hii. Sasa wacha yeye aone wewe ni mjinga, aseme ndugu yangu ni mjinga, hata nikimkosea atanisamea tu. Wewe itakuwa ni kama kucheza na edge ya mkuki, au ni kama kupiga mkuki teke, itakosa kukuchoma. Yes. Wakati unapoona ndugu yako ni mjinga kwa sababu amekusamea, haujui yeye anatenda neno, anaongea kile kiko ndani mwake. Let us tuwe na utajiri wa forgiveness. For in the abundance of the heart the mouth speaketh. Ukisikia mama akirabasaika na kuitana nguruwe, wewe jua nguruwe wamejaa ndani ya moyo wake. Sasa anaachilia moja inatoka na kuwe na amani. Hallelujah. Yeah. For from the abundance of the heart the mouth speaketh. Hata mlevi huimba utajiri ambaye hana, kwa sababu amebebwa na kile kiko ndani yake. So if the riches that we have in our heart
is mercy, is kindness, is forgiveness. That is what will be coming out of you. And ndio maana unaona hata wamama wale wameokoka sana sana, Roho Mtakatifu kubadilisha ile neno huwa wanapenda kutumia sana ya kusema akitamka kitu mama, mami, unakuta ile neno imebadilishwa sasa imewekwa Jesus. Akitamka Jesus, akitamka Jesus, lakini wengi husema mami. Hallelujah. So when now we become rich with the word of forgiveness, hakuna wakati utaambia ndugu yako ama dada yako kwamba leo tutakabana kwa. Umefanya haya, nakusamehe, nenda salama, lakini usirudie. Umefanya hili, nakusamehe. Wewe wacha hiyo ikuwe ndio wimbo wako. Hallelujah. Because your heart is full of mercy. Na unafanya kile wewe mwenyewe ungependa kufanyiwa. Sasa Yesu akamwambia, nitakwambia mara 70 mara 7. Hapo kwa sababu Yesu alikuwa anatumia mavumbo ili aweze kuillustrate ama kudemonstrate kile anachokinena kieleweke vizuri. Na kwa sisi ambao tumefikiwa na neno, tunajifundisha na vile Yesu mifano aliyoitoa, kwa sababu yeye alileta ufalme wa mbinguni hapa duniani, akauestablish, akaacha ameusimamisha. Na neno la Mungu it is our guidance, it is our constitution, ile ambaye tunafaa kuifuata na kuiga na kuitekeleza, kwa sababu tuko katika ufalme wa mbinguni ingawaje tuko hapa duniani. Sasa huu mfano wa Yesu aliyoutoa, in fact ukiuchukua na ulenganisha na maisha ya leo, utaona ni ukweli. Whatever is happening in the world, it is the reflection of what will be in the heaven. Kwa sababu mambo haya tunakumbana nayo kila siku, siku baada ya siku. Mahali unapoishi, mahali unapofanya kazi, mambo haya unakuta. Mahali unatangamana na watu watapaka mbalimbali, kabila mbalimbali, watu wako na itikadi zao, imani zao. Dini zimekuwa nyingi tu, our bishop used to tell us, zimekuwa nyingi tu, na mafundisho mengi tu, na mafundisho yanatolewa kama ufito tu, kama ufito, kama ile tulisema mtambo. Haleluya. Na mtu anaanzisha, ana plant madhabahu, anaanza kufundisha, watu wanafuata. So Yesu akatoa mfano wa mfalme mmoja. Verse 23. Nilisema tunasoma kutoka 21, Matthew 18:21 up to 35, hapo ndio tutamalizia. But naenda utaratibu. Verse 23. Kwa sababu hii, huyu ni Yesu anasema, anamwambia Petero, kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Huyu alikuwa ni mfalme, alikuwa na biashara yake, alikuwa na kazi yake, na alikuwa ameandika wafanyakazi. Sasa Yesu akitoa mfano anatolea Petero na mitume wengine na watu waliokuwa pamoja naye pale. Akawapa sasa mfano wa ufalme wa mbinguni. Akafananisha ufalme wa mbinguni na mfalme wa dunia, vile kile alichokifanya. Akaendelea kusema 24. Alipoanza kuifanya, yani kufanya ile upekuzi na ule upekuzi wa mahesabu, aliletewa mtu mmoja
awiwaye talanta 10,000. Yule mfalme akifanya hesabu yake, calculation zake, mara hiyo zile mahesabu alikuwa ameletewa returns, akakuta kuna mtu mmoja, mfanyikazi mmoja ambaye ana deni lake la talanta 10,000. Na akasema aletewe yule mtu, na yule mtu akakuja, akasomewa kama vile unaweza enda kotini usomewe mashtaka yako, ujue wewe umefanya hii, unakubali mashtaka, unakanusha ama unakubali. Mstari wa 25, naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Sikia vile sasa ile hukumu mfalme alitoa. Yule mtu, mke, watoto na vyote alivyo navyo mauzo, ili gharama ilipwe. Huu mstari wa 26 unasema nini? Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Haleluya. Amen. Hapo sasa ndipo sisi wa Kristo tupo. Sisi ni wepesi sana kulia machozi mengi, tunajiosha na machozi tukiambia Mungu atusamehe. Unalia, unakuja kwa madhabahu, unajigaragarisha, unalia, unaweka kichwa katikati ya miguu, unalia, nusura chukua mchanga ujipake uso, ukilia unalia Mungu akusamehe. Kwa sababu umefanya nini? Umetenda. Haleluya. Lakini kumbe hata pamoja na hayo yote unafanya, bado ndani ya moyo wako hakuna rehema. You lack mercy, you lack kindness. Hebu tusikie imekuwaje baada ya huyu mtu anamlilia mfalme, mwambia mfalme, tafadhali, sina uwezo wa kulipa, nipe muda, nitakulipa polepole, nitakuwa naleta sehemu. Sasa na unamwambia Mungu, nisamehe, nimesikia, sitarudia. Na usiwaambia Mungu hautarudia. Kwa sababu mtu mmoja alishika, anaitwa Kanyondea ama anaitwa Kanyonde, akashika Kanyonde, akashika. Ni mfano, si kuwepo. Ni mfano akasungura, alichukua na ana mikono. Akashika Kanyonde. Kanyonde akiwa hapa akamwambia kitu cha kwanza, mtu ni msaulifu. Kitu cha pili, usiniue. Kitu cha tatu, niwachilie niende. Alisikia cha tatu, akafungua mkono, Kanyonde kakae. Kalipopanda mtu juu ya mti akamwambia, si nilikwambia mtu ni msaulifu. Na nikakwambia usiniue. Ya tatu nikakwambia uniachilie, ukaniachilia. Sasa utanishika tena. So ukimwambia Mungu sitawahi rudia, what do you expect utakapokuwa umerudia tena? What do you expect kufanya? Tujifunze kuambia Mungu, forgive me God. Nimefanya haya, nimetenda haya, nisamehe, nitakaze kwa damu takatifu ya mwanao Yesu Kristo. Kwa sababu damu ya Yesu ingali ni mbichi. Bwana Yesu apewe sifa. Damu ya Yesu ingali ni mbichi. Atakusamehe. Usiongeze mambo mengi. Usijifungue na kisha upande mwingine unajifunga. Ukijifungua kaa umejifungua.
because the challenges are part of this world and they are there. Sasa ule mstari wa 27, bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Unaona? Yes. Talanta 10,000 akasamehewa free of charge. Yes. Mungu ametusamehea dhambi zetu free. Yes. Amen. Viva, it's something that we did not deserve to have it. Yes. But he granted it to us. He granted us demerited favor. We did not deserve it. Lakini akaturehemu, akatuhurumia, na akamtoa mwana. Because we could not be able to pay. Yes. Hatungeweza kulipa deni ya kifo. Akaturehemu. Huyo mtu mfalme alimsamehe mfanyakazi wake, akamwambia nenda salama, kafurahie na watoto wako na bibi yako, kakule ile ulikuwa umebakisha kama ipo, nimekusamea. Watu wa dunia wana ile usemi ya kwamba I forgive you but I will never forget. Sasa na sisi tunakuwa tunasema hivi, ati nimekusamea na sitasahau. Na huko naye Mungu anasema ametusamea na amesahau. Amen. Sasa wewe mwenyewe ndio ujitunze, maana kosa utahesabiwa ile unafanya. Lakini ile ulizaliwa nayo sasa hilo mwanadamu si kwamba anaitwa mwenye dhambi kwa sababu anatenda dhambi. It is because alizaliwa nature ya sin. Lakini sasa Yesu akatusamehe. Sasa unahesabiwa, when you declare Yesu Kristo ni Mwokozi na ni Bwana wa maisha, kuanzia kati janja umekuwa kiumbe kipya. Makosa utaanza kuhesabiwa sasa, ile utaanza kufanya ukitoka hapa. Hiyo ndio makosa. Ndio maana Waswahili wakasema kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Na kosa moja alimwachishi mbili. Sasa huyu mtu amesamehewa na ameambiwa enda free. Haleluya. Amen. Lakini yeye alipotoka, kwa sababu lile tunda la rehema halikuwepo ndani mwake, hata kufuata nguzo za mfalme mwajiri wake atende kwa mwingine kile ambacho amefanya nini, amemtendea yeye, alitoka nje. Mstari wa 28, mtumwa yule akatoka akamwona mmoja wa mjori wake, yani mmoja mfanyikazi mwenzake, aliyemwia dinari 100. Dinari 100, compare talanta 10,000 na dinari 100. Akakutana na mjori wake, akamkamata, akamshika koo, akisema nilipe wiwacho. No, mtu ametoka tu kusamehewa na anahurumiwa. Umetoka hapa kwa madhabahu, umelilia Mungu na umepata hiyo conviction of the Holy Spirit kwamba you are forgiven. Unatoka huko mlango hata hujafika barabara kuu, unamuona mtu anasema okay, yule msenge. Unajua huyo unamuita msenge amelenganishwa na ile time yako unatoka kwa madhabahu ndio mkutane na yeye. Kwa sababu utafanyishwa mtihani hapo tu yale umeongea. Na yale yatokao kinywani mwako chunga usijaribiwe kwayo.
Unakutana kitu cha kwanza unamuita msenge. Kwa sababu hapo na 500 yako. Huyu naye atajua mimi ni nani. Yaani dakika hiyo tu umesahau kabisa. Jana umelilia Mungu akusamehe na amekusamehe na ukapata hiyo confusion kwamba umesamehewa. Unaenda unamwambia wewe, ulisemaje kuhusu pesa yangu mwaka umeisha? Sasa mimi nataka nilipe deni. Mimi hatutafungua na hii mazoea sitaki. Hapana, wewe kijana nitakuvua manguo sahihi hapa. Sichezi na wewe, utanilipa. Kanipa hela. Sio kwa niwie radhi tu kwa sababu ya Mungu. Wewe ndio unajua Mungu kuniliko. Sasa ninakuomba tu nipe msamaha. Unafikiria Mungu naye ndio anapenda watu wanyang'anyi? Sasa kunavutana mpaka unakuta wengine wanatoka kule nje, ani wapita njia wanawapata mkizozana pale, wanakuambia msamehe, wewe wachana naye. Nyie endeni zenu, what do you have with him or her? Unajua hiyo pesa yangu bila amekaa naye muda mrefu, hata kulipa tu, wewe mwachie tu. Mimi mpaka anilipe. Mara hiyo unamtoa jacket. Unamwambia hii nitakurudishia ukilipa 500. Sasa that is what happened. Huyu mtumwa alipotoka kwa mfalme alishika huyo mtu koo. I can imagine alikuwa amemshika vizuri sana. Akamfinyilia chini. Hiyo ni kumnyonga. Akimwambia nilipe dinari 100 yangu. Nilipe. Akamfinyilia mpaka wafanyikazi wale wengine wenzao wakakuja wakampata kumfinyilia. Na ila hadi walikuwa wanajua yeye amesamehewa. Yes. Wakaona hili kitendo sio kizuri. Huyu vile anafanya afanye vipoa. Si amesamehewa. Talanta 10,000 naye anadai huyu dinari 100. Si angemhurumia tu vile naye amehurumiwa. Wakaona hiyo hata nyamazia. Mara hiyo unajua wakati unamfinyilia unasukumana na mtu ukimvua jacket yako, unajua malaika wanaangalia na watapeleka ripoti. Ataenda mbele za Mungu, atamwambia ule mtu ametoka kwa madhabahu, umemsamehea, naomba msamaha, umemsamehea. Amekutana na mwenzake, amemfinya, hata amemnyang'anya jacket. Mungu anaangalia. Ile zingine Mungu angalia, mimi wana Mungu nikamwangalia na tingiza kitu anasema. Now, you know the way you regret, even God regrets. Alitingiza kitu wakati mmoja akasema, I regret it while nilimteua Sauli. Tuko 29. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Amemulilia, huyu hataki kusikia, lakini hakutaka. Akaenda akamtupa kifungoni hata atakapo ilipa ile deni. 31. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka walisikitika sana. Wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. 32. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, na nikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Can you imagine Mungu akikuita mtoto mwovu, akuite mtumishi mwovu, akuite Mkristo mwovu, kwa sababu amekusamehe wewe, nawe hauna rehema, na wewe ndio mchukuzi wa neno lake. Wewe ndio chombo, wewe ndio anayetumia ili ufikie wenye dhambi, walete. Like now, I think God is going to raise the team among us
ya evangelization. Wale wanaenda pale nje kuvua mioyo ya watu na kuileta kwa Kristo. Tunaanza kujifunza sasa. Because the team will be very strong. The team will be very strong. Tunaanza kujifunza sasa. Pale nje ni mpaka uwe na hiyo compassionate. Ni mpaka uwe na huo upendo. Kwa sababu huwezi kufikia yule mtu kwa kuangalia vile jinsi alivyo. Wakati mmoja niliuliza wachungaji wenzangu kutoka kwa mkutano, nikauliza na nyinyi, kwa sababu sana ninaona mnaangazia mambo ya kuona watu na mivao yao, warembo wanapopita, wakipita, mnaongelea sasa. You should not base what you are preaching to what you are seeing with eyes. Ningelipenda tupate nafasi ya kwenda Malindi, kule sehemu za Ndongokundu, kule Ndungauruze, huko mwende mkawaone wale Wadigo ambaye wanajifunga mahando. Mama amejifunga mahando, amekuwa Cinderella. Lakini kutoka hapa kwenda jua na nguo ya mtu, hana top wala brisia. Yeye anaenda akiinama, akipanga nazi zake kule, akipanga nyanya, mtoto anakuja anavuta kitu kwa leo na nyonya huko, akimaliza shughuli zake anaenda. Nikawauliza, twende pale tupeleke injili. Kitu cha kwanza tutawaamurisha wale wakavae manguo ama ni injili tutahubiri? Yeah. Kwa sababu utampelekea injili jinsi alivyo. Uhubiri asikie the conviction of what she has heard is of the Holy Spirit. Kwa sababu wakati hiyo neno litakapomunguza na ampokee Yesu, akija kanisani atakuja amevaa manguo, na akienda sokoni ataenda amevaa manguo. Atakuwa tofauti na wale wengine. Wakimuuliza, mbona wewe siku hizi unavaa mavazi? Anambia, nimempokea Yesu. Yesu amenibadilisha. Nimejua ukweli umeniweka huru. Unaona? Kwa sababu wale wajana wao ni kama desturi. Yeye akishafunga mahando yake ndio hivyo tu. Unapatana naye kwa njia, ametembea amebeba kikapu chake cha korosho, yeye anajali wewe baki ukiongea leo utaongea. Hana shughuli. Anaenda mpaka sokoni. Imagine anatoka Doroto anaenda Hawa soko. Unakutania hapa kwa njia. They are very funny. Power kama ni. So we preach the gospel no matter how the people they look like, how they are. But what we want is the word to change them. Because the work of changing is of God. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hiyo roho ya huruma, huyu mtumwa hakuwa nayo. Tunaona mfalme alikuwa na roho ya huruma. As Christians tunafaa kuwa na hiyo roho ya huruma. Mtu akikukosea, kukimbia kwanza kumhurumia vile alivyo tu. Hata kama ni msafi, unamhurumia, unaona huyu ako na kasoro, nimekusamehe. 33. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyo kurehemu wewe? 34. Bwana wake akaghadhabika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni lile yote. Sasa unaona, ilisababisha mfalme akakasirika, akamchukua yule, akaenda akamweka korokoroni kwa watesaji, akaendelea kuteseka, akateswa kwa sababu ya kutokuwa na forgiveness. Hiyo tu. Hapo na huruma. Conclusion ya Yesu ndio hii katika ule mstari wa 35. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda nyinyi msiposamehea kwa mioyo yenu
kila mtu ndugu yake. When you forgive from your heart. Yes. Don't forgive na mdomo. Yes. Forgive from your heart. Wacha kusameana kutoke ndani ya moyo. Na ukisamea, hata kama ile kosa ilikuwa kubwa, ambia Mungu, nisaidie kusahau. Help me to forget. Yes. Sanctify my conscience. Nyoshe dhamira yangu. Yes. Na nikimuona nione akiwa mzuri. Nakumbuka wakati mmoja kule nyumbani, nilikuwa nimegaua kasehemu kalikuwa kamajimaji nilipooa. Sasa kale kasehemu kalikuwa akaezi kuwa mahindi vizuri. Ilikuwa inabidi naenda kuchimba mchanga wa kitunguu cha mchwa, ninaleta naweka kwa mashimo, ndio ndio mbolea. Ndio at least pale kule ibadilishe ile chemichemi. Lakini sasa kukawa na jirani mmoja. Yeye analeta ng'ombe, ni mama. Anafunga ng'ombe tu karibu na shamba yangu. Na unajua ng'ombe akiona kule nyasi imekauka na unaona green pande ile nyingine, atatafuta mbinu yote, hata hiyo kamba kama. Unaweza kuona ng'ombe anaenda nyuma, anaenda mbio ndio akate ile kamba. Sasa ng'ombe walikuwa wananikulia mahindi tu. Wanakula mahindi tu. Yule mama nikimwambia namwambia, tafadhali funga ng'ombe mbali na shamba mahali unakomboa. Wewe funga mbali. Wacha kufunga karibu. Ananiambia nimesikia. Ile mahindi naye, kwa sababu unajua kuna design. Ng'ombe ikikata hindi ikiwa changa ikate huwa inachipuka tena. Sasa ikawa ni ile iking'oa hiyo imeenda. Sasa ilikuwa inakata tu. Na alifanya mara kadhaa. Namwambia, tafadhali wacha kufunga. Ananiuliza sasa, unataka nikulipe kiasi gani? Mwambie mimi sitaki kulipwa. Hiyo mahindi kidogo tu nataka nitumie hiyo, lakini wewe funga ng'ombe mbali na kusamea. Yule mama hakusikia. Aliendelea tu, lakini na Mungu ni waajabu. Kumbe Mungu alikuwa ana test moyo wangu. Nakwambia ile mahindi licha ya kwamba ilikuwa imekuliwa na ng'ombe, ilizaa bilibili. Amen. Na kumbe hasira ya Mungu ni mbaya. Wale ng'ombe walikufa mmoja mpaka leo hiyo boma ina ng'ombe. Walisha hivyo na kuweza kurudisha wengine. Sasa ikanirudisha kwa machozi. Yaani Mungu. Sasa ng'ombe waliisha. Mungu hasira yangu isiwe imesababisha. Nilimsamea na nikamsamea lakini yeye hakusikia. Sasa narudi nasema, Mungu sinasema tukuachie ghadhabu. Wewe ndio mwenye kulipisha. Tusiwe na deni lolote na mtu. Kabia Mungu okay. Mapenzi yako na yao. Bwana Yesu apewe sifa. So as a Christian, we should learn how to forgive. Na tuwe na hiyo roho ya kusamehea. Amen. Na kila mahali popote tunapokwenda tunatembea kwa kusamehea. Nataka nitoe maneno machache tu kama 6-7 ambao ninaita bitter effects. Unajua, when you forgive somebody, kabla yeye apone roho yake, wewe ndio unajitibu kwanza. Kwa sababu wakati umemsamehe hiyo kitu inayeuka. Na Roho Mtakatifu atafanya iyeuke kwa haraka utoke. Lakini yeye ndio ataishi kuona alikukosea na wewe ulimsamehe. So unakuta wakati mwingine unforgiveness is a sin. It will separate you from God. Wakati unapokuwa ukiomba, unaomba unatia bidii kuomba, dhamiri inakukumbusha, kumbuka umekosea fulani. Hauna breakthrough. Sasa utakuta ni kama kuna kitu
kitu kimesimama kati yako na Mungu, kwa sababu maombi yako haiende through. It is because umefungia kitu kwa moyo wako, umekosa kusamehe. Number 2, it might even cause the Holy Spirit to depart from you, because umemquench. Kwa hiyo kutokusamehe umequench the Holy Spirit, because you are the person who should be the doer of the word. Yes. Kila neno linafaa ulitekeleze jinsi lilivyo for you to qualify. Sio utakuta Roho Mtakatifu ana furaha na wewe, na unajua the Holy Spirit came to indwell. In the early days alikuwa anakuja for the purpose to a servant. Na kama yule servant anakuwa anakosa, Roho anatoka, anaenda. But now he came to indwell us, kukaa ndani yetu. So wakati unapotembea utasikia akikuongelesha, akikushawishi. So when you forgive, you are friends, you walk together. Number 3, and forgiveness will open doors for other evil spirits to attack you. Yeah, because ausamehi, moyo wako ni mzito, umebeba mwingine, na ule umembeba labda hata yeye anakula vizuri tu, anashiba na analala vizuri, na umembeba. Sasa unakuta una create vacuum, una create space ya maroho mengine ya kwanza kutembelea, kuonyesha hata unafaa kumchukulia hatua. Number 4, and forgiveness will open doors for sickness. Tuataki unaweza kujipata magonjwa mengine, hata kuna wengi waishaenda kuondoa, naambiwa naona moyo wako ni mzito. Samea fulani. Samea watu wote wale ambao umembeba. Uenda hili ugonjwa itakuondokea. Na akifanya hivyo unaona within a few days anakuwa mzima, anasema kumbe kutokusamea unaweza sababisha mtu kuwa na maradhi, kuwa na magonjwa ya tofauti. Number 5, and forgiveness will invite the spirit of revenge into your heart. Yeah, usipokosa kusamea, ile roho itakuja ya kusukuma uende ku revenge. Revenge. Na ndio maana unaona wakati Daudi aliposifiwa na wamama 10,000 akamsifu vile ameua maelfu 10, na Sauli akasema sasa huyu kama amesifiwa hivi ni kitu gani kingine kimebakia isipokuwa sasa kitiani. Kutoka pale wivu cheers, na akaanza kutafuta kuua Daudi. That is what we come into heart. Spirit zingine za sasa wewe umekuwa mwoga sana. Revenge, mwataki, muonyeshe wewe si kidogo, wewe kinyeje. Sasa utakuwa umechukua ile influence ya spirits, utaenda ku revenge, na revenge ni ya Mungu. Number 6, and forgiveness will hinder your progress and blessings. Yeah, unaweza pata you does not progress kwa sababu jirani yako anauza nyanya na wewe uko hapa, amemkosea, mmenyamaziana, hamuongeleshani, hamsalimiani hata asubuhi. Ukiona kazi unaenda kwako, unamwambia unaenda wapi? Huyu hata anatumianga madawa. Sasa unakuta unakuwa unahinda your blessings, kwa sababu naye Mungu akiangalia na ile CCTV ya mbinguni, mtumishi wa Mungu akituhubiria, anaangalia anaona mtu ambaye ni mwovu, ana roho chafu, hata hauna space, na wewe ndio number 1 wa kanisa. Unajua hata ukiajiriwa mahali kusimamia watu kama vile nimesimamia watu, wale si wanyama, unawasimamia kwa njia nzuri, na mtu akija kuuliza swali unamjibu kwa upole, mtu akikosa unamkosoa kwa upole, lakini si kwamba na wewe unawatumikisha ni kama ni they are your slaves. Na hata bosi yako saa zingine anaweza kuja pale akwambia, sinaona masaa imeisha, si watu waachilie waende. Wewe unawakasania tu kuwafinyilia. As you are Christian, be compassionate. Kuwa na roho ya huruma. Ya mwisho, it can also make you live an happy life. Saa yote unakaa una furaha kwa sababu umebeba, umechoka. Hallelujah. We should be the reflectors of the kingdom of heaven. For that reason, we were
seed, ili tukue wachukuzi wa taa wa neno la Mungu. May the word of God be the light of our ways and the fruit of our feet. Ikuwe ni taa wa miguu yetu, ndiposa tunapotembea uungu unaonekana na wale walio katika giza. Bwana wabariki na watende mema. Karibu sana Bishop. Makofi mazuri, makofi mazuri tafadhali. Nani amebarikiwa hapo? Nani amebarikiwa? Tafadhali, neno hilo ni lako na ni langu. Bwana asifiwe. Usije ukasema hiyo ninajua ni nani. Unajua binadamu. Ai, Mungu atusaidie kama binadamu please. Tafadhali, neno likija ni langu na ni lako. Kwa hivyo kama kuna mtu hujasamehea, ni wewe hujasamehea. Wacha kusema kama afadhali huyo mtu angekuwa hapa leo. Hiyo neno ilikuwa yake. Ni yako na ni yangu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hilo neno limenijenga sana, nitawatoa kwa ushuhuda kadogo. Niliona mahali kijana akaja kwa baba yake, akamwambia, baba, mimi niko tayari kuoa. Uko tayari kuoa? Uko tayari kusemaga sorry na hata hujakosea? Bwana asifiwe. Kwa sababu hasa hawa wake wetu hawa zoea kusema I am sorry hata kama hujakosea. Bwana asifiwe. Hata hawa waume hawa ambao wamekuoa, zoea kusema I am sorry. Kwa sababu utaona mtu amenuna, ujue amenuna kwa nini. Mtu amepita amegonga sufuria, wewe hujamkosea. Sema sorry. Bwana asifiwe. Kwa sababu hujui nani amemkosea. Wewe mwambie sorry. Bwana asifiwe. Forgive. Amen. Do what? Forgive. Learn to forgive. That's a very powerful word, man of God. I am certain we needed it today. Bwana asifiwe. Hebu tusimame na miguu yetu katika jina la Yesu. Tusimame. Ile unachopanda